Karibu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa Mbugi TV katika kipindi chetu cha maisha ya watakatifu, ikiwa leo ni tarehe 26 ya mwezi Novemba, ambapo mama kanisa anaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Leonardi wa Porto Maurizio, padre na mtawa Mkapuchini. Karibu tuweze kusikiliza historia yake. Mtakatifu Leonardi alizaliwa Porto Maurizio karibu na bandari ya Genoa, Italia mwaka 1676. Baba yake aliitwa Dominiki Casanova, nahodha wa meli. Dominiki aliwalea watoto wake kwa uangalifu mkubwa. Hata watatu kati ya watoto wake wa kiume waliingia katika shirika la Wafransisko, na binti yake wa pekee alikuwa mtawa. Akiwa na miaka 13, Leonardi alienda Roma kusoma katika chuo maarufu sana cha Kirumi, mahali ambapo Mtakatifu Aloisi aliwahi kusoma. Akiwa chuoni, alidhihirisha vipaji vyake vya kumcha Mungu, bidii na matendo mema. Hivyo aliitwa Aloisi mwingine. Baada ya kumaliza mafunzo yake pale chuoni, alifikiria kuingia katika kazi ya utabibu, lakini baadaye alitambua kwamba Mungu alimwita kwa maisha mengine. Siku moja alitembelea kanisa la Mtakatifu Bonaventura karibu na konventi ya Francisco huko Roma. Wakati wa sala ya usiku iliimbwa aya moja inayosema, Converti nos Deus salutaris nostra. Maana yake, tugeuze Mungu wokovu wetu. Kijana huyu alivutwa sana na maneno haya na akayachukulia kama wito kutoka mbinguni uliomtaka kuingia katika shirika na kujitoa kabisa kumtumikia Mungu. Tarehe 2 ya mwezi Oktoba mwaka 1697, ombi lake la kujiunga na shirika lilikubaliwa, na hatimaye alikuwa baraka kwa nyumba ya Mtakatifu Bonaventura. Umakini wake katika kushika kanuni ulipendeza na kuheshimiwa na watu, na pia bidii yake katika sala, upendo wake mkubwa kwa Yesu na Mama Maria, toba kali, unyenyekevu wake usio na kikomo kwa jirani viliwavutia watu. Ilikuwa hamu yake kubwa kuhubiri Injili kwa wasioamini huko China na kumwaga damu yake kwa ajili ya imani. Lakini kutokana na maumbile yake dhaifu, kwa muda yalimzuia hata kuhubiri. Alishambuliwa na ugonjwa wa kifua kikuu, lakini kwa maombezi ya Bikira Maria aliponywa kimiujiza. Baada ya kupona, alijitoa kwa nguvu mpya kwa kazi ya umisionari maparokiani. Pamoja na magumu na hatari nyingi kwa miaka 24 kama misionari akizunguka sehemu zote za Italia na kisiwa cha Korsika ambacho wananchi walijulikana sana na kutoshika sheria. Maneno yake yaliwagusa sana watu kutokana na mfano mzuri wa maisha yake, na aliwarudisha wakosefu wengi kwa Mungu. Hata hivyo, mwenyewe hakujisahau. Kwa manufaa yake na ya ndugu zake wahubiri, alijenga nyumba ya sala huko Incontro karibu na Florence, ambapo wamisionari waliweza kwenda kwa muda ili kupata nafasi ya faragha na toba, kwa kujitayarisha kwa kazi iliyokuwa mbele yao. Kwa muda mfupi aliokaa hapo, aliutesa mwili wake bila kuuhurumia, ili kujipatia huruma kwa ajili yake na kwa ajili ya wazambi.
Halafu aliandika maazimio yake yaliyofahamika sana, ambayo aliyahifadhi mpaka siku ya kifo chake. Huko Roma alianzisha jumuiya mbalimbali za kidini, hasa ile ya Moyo Mtakatifu. Mara kwa mara aliwafundisha watu kusali sala fupi, Yesu wangu nihurumie. Kila alipokwenda alieneza ibada ya njia ya msalaba na ibada kwa sakramenti takatifu. Kwa namna ya pekee alikuza ibada kwa Bikira Maria, mkingi wa dhambi ya asili, na kwa maombezi ya Bikira asiye na doa alitolea mema yote aliyopokea na kutenda katika maisha yake. Baba Mtakatifu Benedikti wa 14 alimheshimu sana Padre Leonardi. Papa huyu alimwahidia kwamba hatafia mji mwingine wowote isipokuwa Roma, na Padre Leonardi alishika ahadi hiyo. Aliporudi Roma kutoka misioni huko Bologna, alifia katika konventi ya Mtakatifu Bonaventura tarehe 26 ya mwezi Novemba mwaka 1751. Mungu alimtukuza katika maisha yake, lakini alimtukuza zaidi baada ya kifo chake cha miujiza mingi. Baba Mtakatifu Pio wa 6 aliyemfahamu binafsi alimtangaza mwenye heri mwaka 1796, na Baba Mtakatifu Pio wa 9 alimtangaza mtakatifu tarehe 29 mwezi Juni mwaka 1867. Baba Mtakatifu Pio wa 11 alimteua kuwa msimamizi wa wamisionari wote maparokiani. Hiyo ndiyo historia ya mtakatifu wetu wa leo, ambaye ni Mtakatifu Leonardi wa Porto Maurizio, padre na mtawa Mkapuchini. Tuungane na Mtakatifu Leonardi wa Porto Maurizio katika tafakari yake inayosema: kutafakari mara nyingi juu ya mateso makali ya mwana wa Mungu kunaamsha katika roho mang'amuzi ya kufaa juu ya msalaba, ambao ni kinga ya uovu, utakaso wa tamaa zisizotawaliwa na kichocheo cha kufaa kwa fadhila na utakatifu wa maisha. Ndugu zangu, Mama Kanisa pia leo anaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu wengine ambao ni Mtakatifu Yohane Benkimasi, watakatifu Filiasi, Pakomi, Theodorasi, Petras, Faustinus, Didius, Harmonius, Heskius na Victoriana, wafiadini wa Misri. Hao ndio watakatifu wetu wa leo. Tumsifu Yesu Kristo. This is Mbogi TV. Habari, kazi na sala.